Katika sehemu iliyopita tuliishia pale Elhabu alipolifungua faili lile la siri, yaani Protocol 13 ambalo awali alizuiliwa kabisa kulifungua. Alifungua na kuplay ile record na pale pale kompyuta yake ilicrash na kuzima na taa za nyumba nzima zikazima. Je, nini kilifuata baada ya tukio hili? Ungana nami katika episodi hii ya pili ili upate kujua mwendelezo wa kisa hiki. Naam, na hii ni Protocol 13 sehemu ya pili. Usiku ule Elhabu hakulala kabisa. Alirestart kompyuta yake na kuendelea kulikagua faili lile. Alicheki metadata ya hiyo file na hapo ndipo alipata kitu cha kutisha zaidi. Faili haikuwepo kwenye normal storage. Ilikuwa imefichwa ndani ya sehemu ilionekana kama system reserved space, kama mtu aliificha makusudi. Lakini mtu huyo ni nani na kwa nini alifanya vile? Ndipo alianza kutafuta kitu kimoja tu mtandaoni, Protocol 13. Aliingia kwenye search engine mbalimbali lakini hakupata kitu. Lakini kwenye forum moja ya zamani sana ndani ya dark web alipata meseji fupi sana. Meseji ile ilisema kwamba if you found Protocol 13 stop searching or you will be arrested. Yaani ikimaanisha kwamba kama umeipata Protocol 13 basi achana nayo, usiifuatilie, la sivyo utapotezwa. Chini ya ile message kulikuwa na jina moja tu, Dr. Malek. Elhabu alikaa kimya kwa dakika kadhaa akiitazama ile screen. Jina moja tu ndilo lilibaki ndani ya kichwa chake, Dr. Malek. Aliandika jina hilo kwenye search engine nyingine kabisa isiyojulikana. Hakutumia Google wala hakutumia Bing. Alitumia engine ya zamani sana iliyokuwa haifutu kirahisi. Na ndipo akapata kitu. Ilikuwa ni PDF iliyofichwa. Jina la file lilisomeka kama Consciousness Suppression Final PDF. Kisha akaifungua. PDF hiyo ilikuwa na ukurasa mmoja tu na maandishi yake yalisema kwamba kama unasoma hiki kitu tayari umevuka mpaka salama. Kuna mfumo unaitwa Protocol 13. Haukuundwa kwa ajili ya kulinda binadamu, bali kulaza akili za wanadamu. Aliendelea kuscroll na kuendelea kusoma. Lengo la huu mfumo ni moja tu, kuweka hali ya ndoto ya kudumu kwenye ubongo wa mwanadamu. Wanadamu walioamka huwa wachache sana na hao ndio wanaopotezwa. Ndani ya hati hiyo kulikuwa na sign moja tu, Dr. Malek. Kisha kulikuwa na maneno chini kabisa ambayo yalisomeka, kama utaendelea kutafuta kuhusu hiki kitu watakujua. Dakika chache baadaye Elhabu alianza kuhisi kitu. Sio hofu ya kawaida, bali alihisi kama kuna mtu au kitu kinamtazama. Alisimama polepole akatazama dirishani, lakini aliona giza tupu. Hakukuwa na mtu yeyote, lakini hisia haikuondoka bado. Akarudi tena kwenye kiti chake. Mara ghafla kibodi yake ikawaka yenyewe, kama mtu alikuwa akitype kwa mbali. Maandishi yakatokea, stop. Elhabu akaruka nyuma kwa mshtuko. Skrini ikaendelea kuandika, you shouldn't have read that file. Yaani hukupaswa kusoma kabisa hilo file. Moyo wake ukapiga kwa nguvu zaidi. Keyboard ikaendelea kutype, do you think you are unseen? Ikimaanisha kuwa hivi unafikiri ya kwamba huonekani? Ghafla kompyuta yake ikajizima yenyewe na mule ndani kukawa na giza tupu. Sekunde kadhaa za ukimya zikapita kisha screen ikajiwasha yenyewe. Haikuonesha desktop tena, bali ilikuwa kamera yake ya webcam imewashwa. Aliona sura yake mwenyewe, lakini nyuma yake kuna kitu kilipita. Kilipita kwa kasi sana kama kivuli, lakini hakikuwa cha kawaida. Hakikuwa na umbo la kawaida la mtu. Screen ikakata, kiwewe kikaanza, mikono yake ikaanza kutetemeka. Ndipo akasikia sauti nje ya nyumba yake. Zilikuwa sauti za vishindo vya hatua ya mtu akitembea taratibu, kana kwamba mtu yule hakuwa na haraka yoyote. Elhabu akaenda mlangoni kwa tahadhari. Akatazama kupitia tundu dogo la mlango. Hakuna mtu, lakini chini kulikuwa na bahasha nyeusi. Haikuwa na anwani wala jina. Akaichukua bahasha ile na kuifungua. Ndani kulikuwa na karatasi moja tu na ilikuwa ni ramani. Haikuwa ya nchi wala haikuwa ya mji. Ilikuwa inaonyesha sehemu chini ya ardhi. Kwenye kona ya chini kushoto mwa ile karatasi kulikuwa na maandishi, Room 13 is real, kwamba chumba namba 13 ni kitu cha kweli, ikiambatana na tarehe ya siku ya kesho pamoja na muda uliosomeka saa 9:17 usiku. Moyo wa Elhabu ukasimama kwa sekunde chache, akiwaza kwa nini walikuwa wanamuita. Usiku huo Elhabu hakutoka nje kabisa kutokana na hofu aliyokuwa nayo. Alijifungia ndani akalala kwa tabu, lakini usingizi haukuwa usingizi wa kawaida. Aliota, lakini ndoto ile ilikuwa halisi sana.
Alikuwa ndani ya chumba kikubwa chenye giza, hakukuwa na kuta zinazoonekana. Kisha akasikia sauti ile ile, "You are not supposed to remember," ikimaanisha kuwa haukupaswa kukumbuka haya. Ndipo mwanga ukaanza na akaona watu waliokaa kwenye viti vya chuma 13. Wote wanamwangalia, lakini macho yao hayakuwa ya kibinadamu, yalikuwa kama vioo. Watu wale kwa muonekano hawakuwa kama binadamu wa kawaida. Ndipo mmoja wao akasema, "You are awake too early," yani umeamka mapema sana. Eliabu aliamka pale pale usingizini. Alikuwa kaloa jasho mwili mzima, mapigo ya moyo yalikuwa yapo juu sana. Aliangalia mkono wake wa kulia na hapo aliona kitu cha tofauti mwilini mwake. Aliona ngozi yake ilikuwa kama na alama ile ilikuwa ni namba 13. Haikuandikwa wala kuchorwa kwa kalamu, ilikuwa kama imechomwa ama kupandikizwa ndani ya ngozi yake. Hakuhisi maumivu, lakini alihisi kitu kibaya zaidi. Alihisi kama kuungwa kwenye kundi la siri ambalo hata yeye hakulijua. Akiwa katikati ya yale mawazo, ghafla simu yake ikaanza kuvibrate. Haikuwa na namba wala hakuwa na jina. Akaamua kuipokea. Kulikuwa na ukimya kwa sekunde chache, kisha sauti ile ile ya chini ikasema, "Tomorrow you choose door 13 or forget everything," ikimaanisha kuwa kesho utachagua moja kati ya mlango namba 13 au sahau kila kitu. Simu ikakatika. Eliabu alikaa kimya, akatazama ile ramani, akatazama alama mkononi mwake, kisha akajiwazia kitu kimoja akilini mwake: sikuwahi kuchagua hili, lakini sasa sina namna. Hatimaye usiku ukapambazuka. Asubuhi ilianza kwa ukimya kupita kawaida. Hakukuwa na kelele za kawaida za ndege, hakukuwa na honi za magari kwa mbali, hata upepo ulionekana kama hauvumi. Eliabu alifungua dirisha polepole, akachungulia nje. Mtaa ulikuwa kama kawaida, lakini kwa namna isiyo ya kawaida. Watu walikuwa wanatembea, magari yalikuwa yanapita, lakini kila kitu kilionekana kama kinaenda taratibu sana, kana kwamba dunia ilikuwa imepunguza spidi. Aliangalia saa iliyokuwa juu ya meza ndogo kando ya kitanda chake. Ilikuwa inasema saa 9:17 usiku, lakini nje jua lilikuwa linawaka kama vile ni mchana. Eliabu alipiga teke ile meza na kusema, "Saa hii imeharibika," na kusonya kwa hasira. Lakini kuna kitu kilikuwa hakipo sawa. Saa zote katika nyumba yake zilikuwa zimeganda kwenye muda ule ule, saa 9:17 usiku. Na hapo ndipo alipoikumbuka ile ramani. Aliitoa chini ya meza akaiweka juu. Mistari ya ramani ilikuwa inatoa miale ya mwanga kwa mbali. Aliiskani kwenye simu, lakini apps zilianza kufunga zenyewe. Screen ikatoa message, "Location restricted." Hapo alijua hii ilikuwa ni kitu halisi. Room 13 ilikuwa ni halisi sana, na kama angekaa nyumbani hakuna mtu angekuja kumuokoa. Pale pale Eliabu alivaa hudi ama sweta lenye kofia kubwa ambayo ilifunika mpaka sehemu kubwa ya uso wake na kutoka nje bila kumwambia mtu. Barabara zilikuwa na watu kama kawaida, lakini hakuna aliyekuwa anazungumza kwa sauti ya kawaida. Ilikuwa kama kila mtu alikuwa anajua kitu, lakini hawataki kusema. Alipanda basi, alikaa nyuma, aliangalia watu. Mwanamke mmoja alikuwa amekaa mbele yake, alikuwa anamwangalia kupitia kioo cha dirisha, lakini hakumgeukia. Walipokutanisha macho yao kupitia kile kioo, mwanamke huyo alitabasamu kidogo, halafu akanong'ona, "Don't go there, they will never let you come back," akimaanisha kuwa usiende huko, kwani hawatakuruhusu urudi. Eliabu alihisi mishipa ya shingo yake ikikaza, lakini basi tayari lilikuwa linaenda. Ramani ile ilimpeleka mpaka kwenye sehemu ya viwanda vya zamani. Majengo yalikuwa yamechakaa sana na dirisha zilizovunjika. Milango ilikuwa ina kutu, lakini jengo moja lilionekana tofauti. Hakukuwa na jina wala hakukuwa na namba, lakini mlango wake ulikuwa mpya na nadhifu sana, na katikati yake kulikuwa na maandishi madogo ya chuma, "Room number 13." Mlango ule haukuwa na loki wala handle inayoonekana. Aliweka mkono wake juu ya mlango ule na kutaka kusukuma, lakini ghafla mlango ule ukasogea wenyewe taratibu na kufunguka. Kule ndani hakukuwa na lifti, kulikuwa na ngazi ndefu zinazoshuka chini. Giza lilikuwa nene, lakini taa nyekundu ndogo zilikuwa zinawaka kila baada ya ngazi chache. Alihisi kama anaingia tumboni mwa dunia. Kilichomshtua zaidi, kadri alivyokuwa anashuka, alikuwa anasikia sauti, sio za watu, ilikuwa kama ukuta unazungumza. Maneno yalijirudia, "Return, return, return." Lakini hakurudi, aliendelea kushuka. Na alipofika chini, kulikuwa kuna mlango mwingine wa chuma, mzito sana, na uliandikwa, "Authorized only." Haukuwa na ufunguo wala kibali, lakini ile alama mkononi mwake ya namba 13 ilianza kutoa joto. Mlango ulilia kidogo, kisha ukafunguka.
Ndani palikuwa kama ukumbi wa sinema. Ukuta mzima ulikuwa umejaa screens. Zilikuwa zinaonyesha vyumba vya hospitali, watu wakilala, watoto wakitazama TV, watu kwenye simu zao. Walikuwa ni maelfu ya watu. Na kwenye kiti cha kati kulikuwa kuna mtu aliyekaa. Hakuwa anaonekana vizuri, lakini macho yake yaliangaza. Mara ghafla sauti ilitokea, tulivu na nzito sana, isiyo na haraka. Nayo ikasema, "You found it." Ikimaanisha hatimaye umeipata. Eliabu alimeza mate na hakujibu kitu. Sauti ile ikaendelea, "Few people ever do it." Yaani ni wachache sana wanaoweza kufanya hivyo. Eliabu akauliza kwa sauti ya chini, "Who are you?" Yaani wewe ni nani? Kilipita kimya kidogo, kisha ile sauti ikajibu, "We are the ones who keep the world asleep." Ikimaanisha kuwa sisi ndio ambao tunauweka ulimwengu katika usingizi mzito. Miguu ya Eliabu ikatetemeka kidogo, kisha akauliza, "Kwa nini?" Sauti ile ikacheka kidogo, lakini hakikuwa kicheko cha furaha. Ilikuwa kama vyuma vinagongana. Kisha ikaendelea, "Sababu ulimwengu ulioamka hufa upesi." Mara ghafla skrini kubwa iliyokuwa mbele yao iliwaka, ikaonyesha tukio moja. Ilionyesha saa tu, ikionyesha saa 9 na dakika 17 usiku. Dunia ilisimama, lakini kwenye screen Eliabu alijiona. Alikuwa amelala kitandani, lakini macho yake yalikuwa wazi. Lakini kumbukumbu hiyo haipo kabisa kwenye akili yake. Ndipo sauti ile ikasema, "Usiku huu wewe ulikuwa umeamka." Moyo wa Eliabu ulipiga kwa nguvu. Kisha sauti ile ikaendelea, "Hukutakiwa kuamka." Eliabu alisimama pale akimwangalia mtu kwenye screen. Alikuwa ni mtu amekaa kwenye kiti. Mtu yule alikuwa ni yeye mwenyewe, na kwa mara ya kwanza akaanza kuelewa. Hii haikuwa utafiti wala haikuwa ajali, ilikuwa ni mfumo, na alikuwa ndani ya ule mfumo. Naam, na huu ndio mwisho wa sehemu ya pili ya simulizi yetu ya Protocol 13. Endelea kuwa karibu nasi kwa kusubscribe na kufollow channel yetu ili usipitwe na sehemu inayofuata. Ciao.